Bana, moja kati ya tukio ambalo limekuwa linachukua nafasi kubwa zaidi kuendelea kutrend kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni lile ambalo linahusisha harusi ambayo ilifanyika tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026 Katoro katika mkoa wa Geita. Tukio la send off ya harusi ambayo ilikuwa kimhusisha Sylvester Muyamba na binti yake ambaye anafahamika kama Mona Lisa Muyamba. Kwa hiyo story kubwa kwenye tukio lile ni matumizi ya pesa, kwa maana ya kwamba kamati tulisikia ikitoa pale bilioni 1 pesa ambazo zilikuwa zimebaki, kwa hiyo kama zawadi kwa wahusika. Na mwenyewe pia Muyamba alizungumza akasema kwamba anatoa dola 10,000 kwa ajili ya kusindikiza ile bilioni 1. Kwa hiyo stories zimekuwa nyingi sana, na story nyingine ilikuwa ni kuhusiana na namna ambavyo watu walikuwa kitunzwa. Alikiba alikuwa kitunzwa na tulikuwa tukiona pesa zilikuwa zikitupwa, zingine zikianguka chini, na kuna baadhi ya vifaa pia vilikuwa vinaonekana vya kuwekea pesa, lakini zingine zilikuwa zikionekana zikianguka chini. Kwa mfano kwenye tukio la Alikiba kuna moja kati ya mtu alikuwa anaonekana akiwa ameshika begi anaziokota zile pesa. Sasa Benki Kuu ya Tanzania imesema kwamba yenyewe itatoa taarifa rasmi kwa umma kufuatia mjadala mkubwa sana ambao uliibuka baada ya video za sherehe ya send off ambayo ilifanyika Katoro mkoani Geita Julai 11 kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Na hii sherehe kama ambavyo nimesema ilikuwa ikihusisha Sylvester Muyamba pamoja na mtoto wake ambaye ni Mona Lisa Muyamba. Imekuwa na gumzo kubwa sana baada ya kuonekana kiasi kikubwa cha fedha kikitumika wakati wa hafla hiyo. Tukio hilo pia limeibua mjadala mkubwa sana kuhusiana na namna fedha pia ambavyo zilikuwa zikitumika na kama matumizi hayo pia yanaendana na sheria za nchi. Sasa amezungumza na gazeti la Nipashe ambaye ni meneja mawasiliano wa Benki Kuu ya Tanzania Novat Moses. Amesema BOT pia inafuatilia kwa ukaribu zaidi swala hilo na kwamba itatoa taarifa rasmi mara baada ya kukamilisha taratibu zake za ndani, na amesisitiza kuwa wananchi pia wanatakiwa kuwa watulivu na wasikimbilie kuamini taarifa ambazo zinazunguka kwenye mitandao ya kijamii kabla tamko rasmi la Benki Kuu ya Tanzania. Unajua mitandaoni kuna taarifa zimekuwa zikisambaa, wamefanya makosa makubwa sana, pengine watashtakiwa kutokana na matumizi mabaya na vitu kama hivyo. Labda pengine inawezekana watu bado hawajaelewa vizuri, japo tunafahamu kwamba zile pesa hazitakiwi kutupwa chini, kwa maana ya kama mtu akiwa anatunza kwenye sherehe au kwenye shughuli yoyote ile. Lakini swali ambalo watu wengi wanajiuliza ni hili: je, ni halali kutupa noti za Tanzania chini wakati wa kumtunza mtu kwenye sherehe? Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, noti na sarafu zinazotolewa na Benki Kuu ni mali ya taifa na zinapaswa pia kuweza kuheshimiwa na kutunzwa, na kitendo chochote kile ambacho kinasababisha noti kuharibiwa, kuchanwa au kuchorwa, pia kuchomwa moto au kutumiwa kwa namna ambayo inadhalilisha hadhi yake kinaweza pia kuwa ni kinyume cha sheria. Na kuhusiana na utamaduni wa kumtunza mtu kwa kumpa fedha kwenye harusi, send off au sherehe nyingine yote ile, sheria pia haikatazi kutoa zawadi ya fedha. Na hata hivyo pia ni muhimu kufanya hivyo kwa ajili ya heshima na ile ambayo inakuwa inalinda hadhi ya noti ya Tanzania. Kwa mfano, badala ya kutupa fedha pia chini au kuzikanyaga wakati wa kucheza, ni vyema fedha hizo pia zikakabidhiwa mkononi au ziwekwe kwenye bahasha au zitolewe pia kwa namna ambayo hazitaharibika wala kudhalilishwa. Kwa mfano, kuna chombo maalum labda kinaandaliwa pale, kwa maana kwamba mnatakiwa muhakikishe kwamba zile pesa hazitupwi vibaya chini. Lakini iwapo matumizi ya fedha pia yataonekana kwenda kinyume na sheria au kanuni za Benki Kuu ya Tanzania, mamlaka husika pia zinaweza kuchukua hatua kulingana na sheria zinavyosimamia matumizi ya fedha. Kwa hiyo kutokana na namna ambavyo zimetumika pale, lakini lengo tu ni kuzuia kwamba pesa hizo zisitumike vibaya, na lengo ni kutengeneza hadhi ya zile fedha. Na kwa sasa pia BOT bado hajatoa uamuzi wala tamko rasmi kuhusiana na tukio la Geita, na wananchi pia wanashauriwa kusubiri taarifa rasmi ambayo inatarajiwa kutoka au kutolewa na ufafanuzi zaidi kuhusiana na kile ambacho kilitokea, hatua zitakazofuata na endapo pia zitahitajika. Kwa hiyo na kusii tu kwamba endelea kukaa karibu na chaneli yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV, lakini pia unaweza comment na usiache pia kusubscribe kwa taarifa zaidi ili uweze kupata taarifa nyingi zaidi ambazo zinajili maeneo tofauti tofauti.
duniani kote, ikiwemo pia taarifa hii ambayo imekuwa ikitikisa dunia sana kuhusiana na swala la katoro, kwa sababu imekuwa maarufu sana. Kila sehemu ambako unapita ni katoro, 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 katoro. Kuna baadhi ya watu hata majukumu mengine hawafanyi, unakuta ni story ni katoro, Geita katoro. Kwa hiyo imekuwa maarufu sana. Chao.